Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China ya rekodi ukuaji imara wa uchumi wa vijijini katika nusu ya kwanza ya mwaka. Teknolojia ya AI yabadilisha juhudi za China za kudhibiti mafuriko. Na China yatangaza hatua 6 za kulinda misitu na nyasi kufikia mwaka wa 2030. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na uchumi wa vijijini nchini China uliendelea kukua kwa utulivu katika nusu ya kwanza mwaka huu, ukitoa mchango mkubwa katika kudumisha uthabiti wa uchumi wa taifa na kuendeleza maendeleo ya hali ya juu. Haya yamesemwa na Wizara ya Kilimo na Masuala ya Vijijini ya China wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa. Mwenzangu Tom Wanjala alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Uzalishaji wa nafaka umeanza vizuri mwaka huu, huku mavuno ya nafaka za msimu wa kiangazi yakizidi kilo bilioni 150 kwa mara ya kwanza, licha ya changamoto zilizojumuisha kuchelewa kwa upandaji na mvua za mara kwa mara wakati wa mavuno. Eneo la kilimo cha nafaka za msimu wa vuli linatarajiwa kuongezeka kwa kiwango kidogo, huku hali ya mazao ikiendelea kuwa nzuri kwa ujumla. Mwaka huu ni mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa mpango wa kawaida wa kusaidia maeneo yenye maendeleo duni. Serikali kuu imetenga yuani bilioni 177 ambazo ni takriban dola za Marekani bilioni 26 kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya viwanda, kuongeza ajira na kuboresha mazingira ya maendeleo katika maeneo hayo. Kufikia mwisho wa mwezi Juni mwaka huu, idadi ya watu waliokuwa wameondolewa kwenye umaskini na kupata ajira ilizidi milioni 32, huku ukuaji wa wastani wa mapato yanayoweza kutumika kwa wakazi wa vijijini katika kaunti zilizotokomeza umaskini ukiendelea kuzidi wastani wa kitaifa wa maeneo ya vijijini. Maendeleo pia yamepatikana katika ujenzi wa vijiji vinavyofaa kuishi, kufanya biashara na kuishi kwa maelewano. Sekta za uzalishaji vijijini zimeongeza ubora na ufanisi, huku zaidi ya miradi mipya 1300 ikiongezwa kwenye mpango wa ujenzi wa maeneo ya vijijini. Miundombinu na huduma za vijijini ikiwemo barabara, mifumo ya maji safi na maji taka, uboreshaji wa vyoo vya kisasa, usimamizi wa taka na maji chafu pamoja na vituo vya huduma kwa wazee zimeendelea kuboreshwa. Next, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs will focus on food production, continue to consolidate and expand poverty alleviation achievements, and advance the building of a beautiful and harmonious countryside for people to live and work in a way that fits local conditions. We will push for new progress in promoting all-round rural revitalization and agricultural and rural modernization. Kwingineko ni kwamba China inaimarisha matumizi ya akili bandia yaani AI katika kukabiliana na mafuriko, huku teknolojia hiyo ikitumika kuboresha ufuatiliaji wa viwango vya maji, utabiri wa mafuriko na uratibu wa shughuli za dharura wakati wa msimu wa mvua. Mwenzangu Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Kadri China inavyoingia katika msimu wa mafuriko kuanzia mwishoni mwa Julai hadi katikati mwa Agosti, nchi hiyo inaendelea kutumia teknolojia za kisasa, hususan akili bandia, ili kuboresha ufuatiliaji wa viwango vya maji, utabiri wa mafuriko na mwitikio wa dharura. Mjini Beijing, kampuni moja ya AI inaonyesha mfumo wa amri za dharura unaounganisha taarifa za mvua, viwango vya maji ya mito, utabiri wa hali ya hewa na maeneo yenye hatari ya mafuriko. Mfumo huo unatengeneza ramani za hatari kwa wakati halisi, kutabiri hali zinazoweza kutokea na kutoa tahadhari mapema, huku ukiunganisha pia mifumo ya dharura ya maeneo mbalimbali ili kurahisisha uratibu wa uokoaji. Wizara ya Rasilimali za Maji ya China pia imepanua matumizi ya mfumo wa Digital Twin unaounda mfano wa kidijitali wa mifumo halisi ya maji kwa kutumia data kubwa, kompyuta za wingu na akili bandia. Mfumo huu wa AI umetumika katika zaidi ya mikoa 12 ikiwemo Beijing, Sichuan na Henan. Wakati wa kujenga mfumo wa amri za dharura katika kaunti moja, uliwezesha kuunganisha taarifa za kuzuia majanga na dharura kutoka ngazi za kaunti, miji, vijiji na maeneo ya milimani.
Katika bonde la mto Pearl, mfumo huo unaweza kutabiri hali ya mafuriko ya saa 72 ndani ya dakika 3 pekee. Katika miaka ya karibuni, teknolojia hiyo imesaidia kuhifadhi zaidi ya mita za ujazo bilioni 81 za maji ya mafuriko na kulinda zaidi ya miji na vijiji 1700 dhidi ya mafuriko. Kwa mujibu wa Wang Rong, tangu kuanza kwa msimu wa mafuriko mwaka huu, China imetoa utabiri wa mafuriko zaidi ya 1549 na tahadhari 2400 za viwango vya maji ambazo zimewasilishwa kwa wakati kwa vikosi vya kudhibiti mafuriko. Mfumo wa Digital Twin unaunganisha teknolojia za kidijitali kama data kubwa, kompyuta za wingu na AI katika usimamizi wa rasilimali za maji. Unaleta mito, maziwa na miradi ya maji katika ulimwengu wa kidijitali kwa ajili ya kufanya uigaji wa hali mbalimbali, hivyo kutoa ubongo mahiri kwa udhibiti wa mafuriko, ukame na usimamizi wa rasilimali za maji. Na mandhari ya kuvutia pamoja na tamaduni za kipekee za eneo la Kanas Scenic Area katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang Uyghur kaskazini magharibi mwa China zimeangaziwa katika sehemu moja ya mfululizo wa vipindi 5 vya utalii uliotayarishwa na China Media Group, yani CMG. Hamis Darwish anaripoti zaidi. Filamu hiyo yenye jina la All Wishes Come True itaanza kuonyeshwa katika kumbi za sinema nchini Australia, New Zealand na Papua New Guinea kuanzia Agosti 13. Siku inayofuata, Agosti 14, itaanza pia kuonyeshwa nchini Marekani, Canada, Uingereza, Ireland na Uholanzi. Watazamaji nchini Ubelgiji na Luxembourg wataipata mapema mwezi Septemba, huku tarehe za uzinduzi katika nchi nyingine ikiwemo Singapore na Malaysia zikitangazwa baadaye. Mkuu mtendaji wa taasisi ya utafiti ya China Animation Comic Game Group, Song Lei, alisema filamu hiyo imewekewa mkazo mkubwa katika kampeni za kuitangaza na kuisambaza kimataifa, huku ikijengwa juu ya sifa nzuri ambazo filamu za uhuishaji za China zimejijengea nje ya nchi. Tangu ilipoanza kuonyeshwa katika kumbi za sinema nchini China Jumamosi iliyopita, All Wishes Come True imekuwa moja ya filamu zilizofanikiwa zaidi katika msimu huu wa kiangazi. Badala ya kusimulia upya simulizi maarufu la wasiokufa 8 kuvuka bahari, filamu hii inaangazia matukio yaliyotokea kabla ya wahusika hao hawajawa mashujaa wa hadithi za kale. Inafuatilia maisha ya watu 8 wa kawaida wanaokutana kwa bahati na kuanza safari isiyotarajiwa. Kupitia changamoto mbalimbali, wanagundua vipaji na uwezo wao. Hatimaye wakawa wasiokufa 8 wanaojulikana katika vizazi vingi vya Wachina. Filamu hii inachanganya vichekesho, matukio ya kusisimua na taswira za jadi za utamaduni wa China, huku ikitoa tafsiri mpya ya simulizi ambayo imekuwa ikisimuliwa kwa vizazi vingi. Na Mchina imezindua rasmi mpango wake wa miaka 5 wa kuendeleza nishati jadidifu kwa kipindi cha mpango wa 15 wa miaka 5, yaani mwaka 2026 hadi 2030. Mpango huo unalenga kupanua uzalishaji wa nishati safi na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika teknolojia za kijani ili kuharakisha mabadiliko kuelekea uchumi wa nishati ya kaboni ya chini. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Mpango huo uliotolewa kwa pamoja na Tume ya Taifa ya Maendeleo na Mageuzi pamoja na Utawala wa Taifa wa Nishati, yaani NEA, unalenga kupanua uzalishaji wa nishati jadidifu, kuboresha ubora wake na kuifanya kuwa mbadala wa kuaminika wa nishati ya mafuta. Kufikia mwaka wa 2030, China inatarajia matumizi ya nishati jadidifu kufikia kiwango kinacholingana na tani bilioni 1.8 za makaa ya mawe ya kawaida, huku uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme kutokana na nishati hiyo ukifikia kilowati bilioni 3.5. Uwezo wa pamoja wa nishati ya upepo na jua unatarajiwa kuzidi kilowati bilioni 2.8 na kuzalisha zaidi ya kilowati trilioni 4 za umeme kila mwaka. Mpango huo pia unalenga kuongeza mara 2.5 matumizi ya nishati jadidifu katika sekta zisizo za uzalishaji wa umeme ikilinganishwa na mwaka uliopita, pamoja na kuongeza zaidi ya kilowati milioni 300 za uwezo mpya wa nishati jadidifu wa kusaidia mahitaji ya kilele ya umeme. Aidha, miradi mipya ya nishati ya upepo baharini itafikia takriban kilowati milioni 100. Maafisa wa NEA wamesema kuwa kufikia mwaka wa 2030, mfumo wa uzalishaji wa umeme nchini China utakuwa na zaidi ya nusu ya umeme ukitokana na vyanzo visivyo vya mafuta, karibu nusu
ukitokana na nishati jadidifu, huku nishati mpya ikichangia 30% ya uzalishaji. Mpango huu unaweka mfumo wa jumla wa utekelezaji unaojumuisha upanuzi wa kiwango na uboreshaji wa ubora. Vinamaanisha kuhakikisha ukuaji wa kiasi huku tukizingatia pia uboreshaji wa ubora, jambo ambalo linahudumia lengo la kufanikisha uagizwaji wa kuaminika kwa kutumia nishati jadidifu. Mpango huu unazingatia mwelekeo miwili. Moja ni kuzingatia umeme ambao ni mwelekeo wa msingi na wa kipaumbele katika maendeleo ya nishati jadidifu, na mwingine ni kufanya mafanikio makubwa katika sekta zisizo za umeme. Mbali na kuimarisha uzalishaji wa ndani, China imesema itaendelea kupanua ushirikiano wa kimataifa katika nishati jadidifu, kuhimiza matumizi ya teknolojia za kijani duniani na kushiriki katika kuandaa viwango vya kimataifa vya sekta hiyo ili kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. We plan to construct 1.6 million kilowatts of photovoltaic and wind power, new energy projects on idle resources, including corporate rooftops and surrounding ponds and pits. We aim to create a dedicated green electricity direct supply model to achieve local consumption of green power. China imezindua mpango mpya unaolenga kuongeza kiwango cha misitu, kuimarisha hifadhi za wanyamapori na mimea, pamoja na kukuza uchumi wa sekta ya misitu na nyasi kufikia mwaka wa 2030. Mpango huo pia unaweka mikakati ya kuimarisha usalama wa ekolojia na kukabiliana na majanga ya moto na wadudu waharibifu. Simiyu Wanjala alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. China inalenga kuongeza kiwango cha eneo lililofunikwa na misitu hadi 25% ifikapo mwaka 2030, huku ujazo wa rasilimali za misitu ukitarajiwa kufikia mita za ujazo bilioni 22. Hali kadhalika, thamani ya uzalishaji wa sekta ya misitu na nyasi inatarajiwa kufikia yuan trilioni 14. Malengo haya yamo katika mpango uliotolewa na utawala wa taifa wa misitu na nyasi wa China kwa kushirikiana na wizara nyingine 3 za serikali. Mpango huu pia unakusudia kufanikisha maendeleo makubwa katika miradi ya ukanda wa kinga wa kitaifa katika maeneo ya kaskazini magharibi, kaskazini na kaskazini mashariki mwa China. Hatua nyingine zitahusisha kampeni kubwa za upandaji miti, kuimarisha mfumo wa maeneo yaliyohifadhiwa, pamoja na kukuza sekta ya misitu na nyasi ili kuchangia zaidi katika uchumi wa taifa. Serikali ya China pia imeahidi kuimarisha sekta ya misitu na nyasi kwa kuongeza kiwango cha kujitosheleza kwa mbao, kuongeza uzalishaji wa malisho, kuendeleza sekta ya mbegu za misitu na nyasi, pamoja na kuimarisha matumizi ya rasilimali za misitu kupitia maendeleo ya uchumi wa chini ya misitu na kupanua uzalishaji wa mazao ya misituni. Serikali inalenga kuhakikisha kwamba kiwango cha wastani cha majanga ya moto ya misitu hakizidi 0.7 kwa elfu, huku moto wa maeneo ya nyasi ukibaki ndani ya 1.8 kwa elfu kila mwaka. Mageuzi katika sekta hii pia yataendelea kupitia maboresho ya mfumo wa haki za matumizi ya misitu ya jamii, ujenzi wa mashamba ya kisasa ya misitu ya serikali, pamoja na kuimarisha mfumo wa usimamizi endelevu wa misitu. Kijiji cha Dodian mjini Beijing kinaonyesha jinsi kilimo cha kijani kinavyoweza kuongeza uzalishaji wa mazao huku kikihifadhi mazingira kupitia mfumo wa mzunguko wa kilimo unaounganisha uzalishaji wa mazao, ufugaji na matumizi ya mbolea ya asili. Kijiji hicho kimefanikiwa kuongeza mavuno na wakati huo huo kuboresha maisha ya wakazi wake. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Katika kijiji cha Dodian kilichoko wilaya ya Fangshan mjini Beijing, mzunguko wa kilimo cha kijani ambapo mazao yanatumika kulisha mifugo na mbolea inayotokana nao kulisha udongo, sio tu kimeongeza mavuno na kuzalisha nyama ya ng'ombe ya ubora wa juu, bali pia imenufaisha mazingira na maisha ya jamii ya huko. Hivi karibuni, Dodian
iliweka rekodi mpya ya mavuno ya ngano ya mjini, ikivuka kilogramu 12,000 kwa ekari moja. Kinachofanya mafanikio haya kutambulika ni utekelezaji wa mfumo wa mzunguko wa kilimo katika kijiji hicho. Mazao yanatumika kulisha mifugo na mifugo inatumika kurutubisha ardhi kwa mbolea ya asili, na ardhi iliyorutubishwa nayo inaunga mkono mzunguko unaofuata wa ukuaji wa mazao. Mfumo huu wa maingiliano unaunda kitanzi endelevu na cha ufanisi cha kiikolojia. Kulingana na Wu Lianfang, meneja mkuu wa kituo cha uzalishaji mifugo cha Hangsheng, ng'ombe wa nyama wanaowafuga ni wa aina mbili, Angus na Limousin. Ng'ombe wetu pia wanakula mkate, na mkate huu ni chakula hafi kinachotoka kwenye mashamba katika Doudian. Baada ya mashamba kuvunwa, makapi yanarudishwa katika shamba la mifugo ili kuchachuliwa na kuwa chakula. Hii inahakikisha kuwa mifugo kwa ajili ya ng'ombe wa nyama ni salama na inadhibitiwa. Anasema taka za mifugo zinafyonzwa na changanyiko wa udongo wa shamba, masalia ya mimea na mboji ambavyo vinabadilishwa na kuwa mbolea kufuatia mchakato maalum. Mbolea hiyo inarutubisha mashamba, kuboresha mbegu bora na kusababisha mavuno makubwa na kufunga kitanzi katika mzunguko huu wa kilimo endelevu. Karakana ya kuchakata nyama ya ng'ombe katika kijiji inahakikisha bidhaa zote za nyama zinafuatiliwa kwa ukamilifu kuanzia shambani mpaka mezani. Shamba hilo liliuza karibu ng'ombe 3,000 mwaka jana, huku bei ya chini ikiwa ni yuan 20,000 kwa kila mnyama. Kupitia uchakataji, kila tani ya mbolea inaongezeka kwa thamani kwa zaidi ya mara 2. Pia zaidi ya nusu ya waajiriwa katika shamba hilo ni wanakijiji wa huko, ikionyesha jinsi mzunguko wa kilimo unavyoinua maisha ya wakazi wa huko. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第一课，我3年级。 Tafadhali soma pamoja nami. 男 男 女 女 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali yasome pamoja nami. 年级 年级 几年级 几年级 课 课 汉语课 汉语课 都 都有 都有 都是 都是 班 班 我们班 我们班 张 张 张老师 张老师
还还还有还有还要还要新新新老师新老师新的新的 Sasa tujifunze jambo kuu la leo. 都我是老师我也是老师，我们都是老师。老师。他是学生，他也是学生，他们都是学生。我爱吃蛋糕，我也爱吃蛋糕，我们都爱吃蛋糕。我的头发很短，哥哥的头发也很短，我们的头发都很短。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.